السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Ndugu zangu katika imani, kusema kweli si wakati wa kutoa mauidha, wala mauidha hayaingii vizuri kwa sababu ya masaa mengi ambayo wanadamu wamekuwa na funga hii ya saum, na sahihi ni wakati wa kutafuta riziki. Kwa hivyo maneno kidogo yatakuwa mafupi zaidi ili tuweze kufaidika na wakati wa kufuturu. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuhimiza tufuturu mapema, tusiwe ni wenye kuchelewa kufuturu. Ndugu zangu katika imani, kama walivyotanguliza ndugu zangu hapa kina Muhammad Khatib na wenzake wa Al-Hajar TV, wamenitaka nizungumzie kwa ufupi sana zawadi ya Qur'ani kwa watoto wetu. Na huu ni ujumbe ambao unatakiwa ufike kwa wazazi wote hapa kwetu Mombasa na nje ya Mombasa na hata ulimwengu mzima kwa jumla, kwa hakuna zawadi ya kipekee ambayo unatakiwa umpe mtoto wako kama zawadi hii ya Qur'an. Qur'ani ni zawadi tukufu, na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa Qur'ani ni zawadi tukufu, ametuteremshia Qur'ani katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, tena katika masiku haya matukufu ya mwisho ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Ndio mwezi ambao katika masiku haya ilianza elimu kwa ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na kama alivyotangulia ndugu yangu hapa Muhammad Obo akisema kwamba Qur'ani ndio asasi ya elimu yote. Kwa hivyo hakuna zawadi tukufu ambayo utampatia mtoto wako kama Qur'ani. Na Qur'ani hapa si kumpa Qur'ani msohafu, ni mtoto wako ajue kuisoma kisawasawa, ahifadhi Qur'ani, kisha ayafanyie kazi yale yaliyoko ndani ya Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduri alladhina utul ilm. Ni aya za ubainifu, na aya kama hizo Allah subhanahu wa ta'ala amezihifadhi katika vifua vya waumini wale ambao wamepewa ilmu. Kwa utapata mabda ya ilmu ni mtoto kuhifadhi Qur'ani baada ya kujua kuisoma. Kwanza ajue kuisoma, kisha ahifadhi, kisha aifanyie kazi. Kwa mzazi, kwa wale ambao wamekuja leo na watoto wao, wallahi kuna athari kubwa sana. Watoto wa miaka 7, watoto wa miaka 8 walivyosoma Qur'an, na inabainika hali mbili, na majaji watakuja kutupatia result, wale ambao kwamba wamefaulu vizuri zaidi na wale ambao wako katika daraja za pili na za tatu. Na lau utatazama kwa makini, kama sisi wasomi tumegundua kile kisomo ambacho mtoto anasoma, hata kama amekosea kwa bahati mbaya, lakini utampata anasoma kwa itqan na makharij vizuri sana. Kwa hivyo hakuna zawadi kama hiyo kumpatia mtoto wake. Usitayarishe simu nono, hawatifu dhakia, simu za kisasa, ukasema hiyo ndio zawadi unampatia mtoto wako. Au pengine ukamnunulia kile ambacho anakipenda yeye, na pengine ndani yake kuna madhara. Zawadi ni umpatie Qur'ani ambayo itakusaidia hata wewe mzazi. Kwa hivyo ni furaha, na tunawapongeza wale wazazi ambao leo watoto wao tumewaona hapa wanavyosoma Qur'ani, watoto wa kike, watoto wa kiume. Hii ni zawadi kubwa sana. Allah subhanahu wa ta'ala atakwenda kuwavalisha mataji kesho siku ya kiyama kwa mtoto wako kuibeba Qur'ani. Hakuna zawadi kama hii. Ni zawadi ya kipekee aliyopewa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akiwa katika ghar Hira. Jibril alayhi salam akimwambia, iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam, 'allama al insana ma lam ya'lam. Ikiwa ni zawadi aliyopewa mtume pekee na Jibril alayhi salam
kutoka kwa Allah katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, katika masiku haya matukufu, na wewe mtoto wako unampa zawadi gani? Hakuna zawadi nyingine isipokuwa ni hii Qur'ani. Tunahimiza kwa wale wazazi ambao bado hawajaathirika na Qur'ani, watoto wao bado hawajahifadhi, na hili lasikitisha sana. Mimi ni mmoja katika walimu ambao niko hapa katika mji wa Mombasa. Mtoto amezaliwa Mombasa, amekuwa na miaka mpaka 10 mpaka 15, bado hajaanza masomo yake ya dini ndani ya madrasa, na Mwenyezi Mungu ni shahidi juu ya hili. Kwa hivyo tunahimiza wazazi kufanya bidii katika suala hili la kufundisha Qur'ani, na ningependa kutoa faida moja kabla ndugu yangu hajanikata hapa. Dakika zangu najua siku zote nipokonya. Jitahidi mzazi, kwa umri ambaye mtoto wako anaanza kutambaa akiwa mdogo, na hii ni faida kubwa. Akiwa anaanza kutambaa, anza kumfundisha suratul Fatiha, aanze kujua suratul Fatiha akiwa mdogo. Hata akifika madrasa tayari mtoto wako anajua kusoma ile suratul Fatiha. Sasa hebu niambie, katika swala 5 mtoto wako anasoma suratul Fatiha, na wewe ndio mwalimu wa kwanza uliomfundisha mtoto wako Qur'ani. Hakuna zawadi nyingine isipokuwa Qur'ani. Lakini maalasaf sisi tunafundishana neno moja hapa na ndugu yangu rafiki yangu Muhammad Khatib. Kwanza wajua tunamfundisha vipi mtoto? Kitete ta, kitete ta. Hilo ndo la kwanza. Na baba na mama. Hatuanzi na Qur'ani, tuanze na Qur'ani. Hii ni zawadi tukufu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.